Jambo na habari za kushinda wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News, na tumaini kwamba mmeshinda salama popote mlipo mnapoendelea kutega sikio au kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Basi katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026, tutakuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi nzima ya DRC. Vile vile kwa mwisho wa habari tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakuomba kuambatana nasi mwanzo mpaka mwisho. Karibu katika taarifa yetu ya habari. Mapigano kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendelea kuchukua sura mpya katika mkoa wa Kivu Kusini. Taarifa za hivi karibuni zinaeleza kuwa kijiji cha Mikenge kilichopo katika eneo la Minembwe wilayani Mwenga kimeingia chini ya udhibiti wa muungano wa waasi wa Twirwaneho Red Tabara wanaoshirikiana na AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vinavyofuatilia hali ya usalama katika eneo hilo, tukio hilo limetokea jioni ya Jumatano tarehe mosi Julai mwaka 2026 baada ya waasi kufanya mashambulizi yaliyoripotiwa dhidi ya nafasi zilizokuwa zikishikiliwa na vikosi vya serikali. Taarifa hizo zinaeleza kuwa vikosi hivyo vinaongozwa na jenerali anayejitambulisha kama Charles Samata, na kwamba baada ya kuingia Mikenge vinaendelea kusonga mbele kuelekea jiji jirani la Bilalombili katika nyanda za juu za Itombwe. Mikenge inachukuliwa kuwa eneo lenye umuhimu mkubwa wa kiusalama na kibinadamu katika ukanda huu. Ni kitovu kinachorahisisha utoaji wa huduma za afya na misaada ya kibinadamu kwa wakazi wa maeneo ya Itombwe. Kutokana na umuhimu wake, eneo hilo limekuwa likishuhudia mapigano ya mara kwa mara kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisaidiwa na makundi ya kujilinda wanaojulikana kama wazalendo, wakipambana na waasi wa muungano wa Twirwaneho Red Tabara wanaosaidiwa na M23. Katika wiki za hivi karibuni, jeshi la serikali lilikuwa limeendesha operation mbalimbali za kurejesha udhibiti wa maeneo yaliyokuwa yamepotea, ikilenga kuimarisha usalama na kuzuia kusambaa kwa mapigano. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa hizo, mashambulizi ya pamoja yaliyofanyika Jumatano yanaonekana kubadili kwa muda hali ya uwanja wa mapambano katika eneo la Mikenge. Pamoja na madai hayo, hadi wakati ripoti hii inaandaliwa, uongozi wa operation ya kijeshi Sukola ya pili Kusini haujatoa tamko rasmi kuthibitisha au kukanusha taarifa za kuanguka kwa Mikenge. Vile vile hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa, waliojeruhiwa au uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa endapo taarifa hizi zitathibitishwa rasmi, hali hiyo inaweza kuwa ya athari kubwa kwa usalama wa nyanda za juu za Itombwe pamoja na shughuli za misaada ya kibinadamu zinazowahudumia maelfu ya wananchi waliokimbia makazi yao kutokana na vita vinavyoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa wakazi wa eneo hilo wanaendelea kuishi katika mazingira ya taharuki, huku wakisubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za kijeshi na serikali kuhusu hali halisi ya usalama katika Mikenge na maeneo ya jirani. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti kuhusu maendeleo ya mapigano katika eneo la Mikenge mkoani Kivu Kusini. Tubaki tu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mamia wananchi wanaofuatiliwa baada ya kuhusiana na wagonjwa wa Ebola katika mji wa Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza kupokea msaada wa chakula kutoka mashirika ya mpango wa chakula duniani PAM na kwa Kiingereza WFP, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Mpango huo ulianza kutekelezwa Jumatano Julai mosi, ambapo takriban familia 100 zilizotambuliwa kuwa zimewahi kuwa karibu na wagonjwa wa Ebola zimekabidhiwa msaada wa chakula. Kwa mujibu wa waandaaji wa zoezi hilo, kila familia ilipokea karibu kilo 100 za vyakula mbalimbali, ikiwemo mchele, unga wa mahindi, njegere, mafuta ya kupikia pamoja na chumvi yenye madini ya iodine.
Msimamizi wa ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola katika eneo la afya la Beni, Shiraki Kasereka Kikandu, amesema lengo kuu la msaada huo ni kuhakikisha familia hizo hazilazimiki kutoka majumbani kutafuta chakula wakati wa kipindi cha uangalizi wa afya wa siku 21, yani wiki 3. Ameeleza kuwa watu wanaotambuliwa kuwa walikutana na wagonjwa wa Ebola wanapaswa kubaki majumbani ili wataalamu wa afya waweze kuwafuatilia kwa karibu na kubaini mapema endapo wataonyesha dalili zozote za maambukizi. Kwa mujibu wake, msaada huo si kukidhi mahitaji yote ya familia, bali ni njia ya kupunguza changamoto zinazoweza kuwafanya watu kuvunja masharti ya ufuatiliaji, jambo ambalo lingeweza kuongeza hatari ya kusambaa kwa virusi katika jamii. Mbali na kugawa chakula, timu za afya kwa kushirikiana na viongozi wa jamii pamoja na wataalamu wa ushauri wa kisaikolojia zinaendelea kutoa elimu kwa familia hizo kuhusu umuhimu wa kubaki nyumbani, kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya na kutoa taarifa mara moja endapo mtu yeyote ataanza kuonyesha dalili zinazohusishwa na ugonjwa huo wa Ebola. Hatua hii inakuja wakati mamlaka za afya zinaendelea kuimarisha juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika eneo la Beni kupitia ufuatiliaji wa watu waliokaribiana na wagonjwa, uchunguzi wa haraka wa visa vipya vya kampeni za uhamasishaji wa jamii. Wataalamu wa afya wanaamini kuwa ushirikiano na wananchi pamoja na upatikanaji wa mahitaji muhimu kama chakula ni miongoni muhimu kwa nguzo muhimu zitakazosaidia kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo na kulinda afya ya jamii. Hiyo ndio ilikuwa ripoti kuhusu msaada wa chakula uliotolewa kwa familia zilizofuatiliwa kutokana na mawasiliano na wagonjwa wa Ebola katika mji wa Beni. Tubaki tu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kiongozi wa kisiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Moise Katumbi Chapwe ametoa ujumbe wa pongezi na shukrani kwa timu ya taifa ya soka Leopard kufuatia safari yao katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Kupitia ujumbe wake, Katumbi amewapongeza wachezaji pamoja na kocha Sebastien Desabre kwa kujituma na kuwakilisha vyema nchi yao katika mashindano yao makubwa ya kimataifa. Amesema licha ya kutomaliza safari yao kwa kutoa ubingwa, Leopard imeandika historia kwa kuonyesha kiwango cha hali ya juu na kuwapa fursa mamilioni ya wakongomani wakati ambako taifa imekuwa ikiendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo mgawanyiko wa kisiasa na hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya nchi. Katika ujumbe huo, Katumbi amesema kuwa wachezaji hao wamekuwa washujaa wa taifa kwa kuonyesha uzalendo, mshikamano na mapambano makubwa uwanjani. Ameongeza kuwa mafanikio yao yanaweza kuwaleta pamoja wakongomani wa makundi mbalimbali na kuwapa sababu za kujivunia nchi yao. Amesitiza kuwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kujivunia timu ya taifa yao, akieleza kuwa mafanikio ya Leopard yanaonyesha uwezo mkubwa wa vijana wa Kongo katika medani ya kimataifa. Ujumbe wa Katumbi umejiunga na sehemu za viongozi wengine, wadau wa michezo na maelfu ya mashabiki walioendelea kuwapongeza Leopard kwa kupambana kwa moyo wote katika kombe la dunia licha ya kuondolewa kwenye hatua ya mtoano. Kwa wengi, safari hiyo ya timu imeacha matumaini mapya kuhusu mustakabali wa soka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uwezo wa taifa hilo kufanya vizuizi zaidi katika mashindano yajayo ya kimataifa. Baada ya kusikiliza taarifa yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa. Tunakuomba kuambatana nasi paka tamati. Karibu. Raia wa Venezuela wameiambia BBC kwamba wana ghadhabu kufuatia hatua zilizochukuliwa baada ya matetemeko makubwa ya ardhi yaliyotokea wiki iliyopita. Karibu watu 2000 wamethibitishwa kufariki na maelfu bado wanatafutwa. Timu za kimataifa za uokoaji zinasaidia na Umoja wa Mataifa unasema maelfu ya watu wanahitaji chakula na makazi kwa dharura. Leila Mohamed sasa anawasilisha taarifa ya mwandishi wa BBC Ola Green. Tukutahadharisha tu kwamba ripoti hii ina picha za kuhuzunisha. Huu ndio mwonekano wa sasa wa wilaya Los Cocos. Wenyeji wametuambia kuwa kila moja maghorofa haya yaliyoharibiwa yalikuwa makazi ya familia 100. Hapa pekee idadi ya vifo inaweza kuwa zaidi ya watu 1000.
Karibu wiki moja baada ya matetemeko hayo yaliyofuatana, muda unaoyoma kutafuta manusura, lakini matokeo sio makubwa. Baadhi ya watu wanahatarisha maisha yao wenyewe wakiingia ndani kabisa ya mabaki ya majengo, licha hatari ya kutokea kwa tetemeko dogo ambalo linaweza kuazika kwenye vifusi. Jorge hawezi kumwacha mpenzi wake Rogelas. Mwili wake uko hatua chache tu kutoka hapa na umekuwa hapo tangu Jumatano iliyopita. Umira naye anajua mahali hasa ambapo wapendwa wake wamelala wakiwa wafu, lakini hawezi kuwafikia. Tunataka kumtoa mama yetu hapa na mpwa wetu. Tafadhali tusaidieni. Hatuwezi kuvumilia tena. Ninawaomba. Kaka yake Alberto ananiambia alifukua miili ya watoto wake watatu bila usaidizi wowote. Watu wa kujitolea wako hapa siku baada ya siku, lakini hawana vifaa vyovyote. Kazi zote tunazoweza kuona karibu yetu zinafanywa kwa kutumia mikono. Kizazi kizima kimeangamia hapa. Watoto, wazazi, mababu na mabibi, na kuna harufu ya kifo. Wengi bado wanangojea wapendwa wao wapatikane ili wapate nafasi ya kuwapa buriani ya mwisho. Kwenye ghorofa lilokuwa karibu, timu ya uokoaji ya kimataifa ya Uingereza inaendelea kutafuta watu walio hai. Hapa wanatumia vifaa vya sauti kutafuta angalau sauti ndogo kabisa au mtikisiko mdogo kabisa. Na mbwa kwa jina Luna anatafuta dalili za mtu anayepumua, lakini hajapata yoyote. Kiwango hiki cha uharibifu kinalinganaje na kile ulichowahi kukiona hapo awali? Kwa kweli inasikitisha sana, na tunawapa pole wale wote walioathirika na janga hili. Linafanana na kitu unachokiona kwenye habari, kama eneo la vita. Kuna majengo mengi yaliyoanguka hapa, kila mtu anatukaribisha. Katika wakati mbaya zaidi wa shida, bado wanatupa chakula, maji na wanatafuta nini wanachoweza kutufanyia. Imegusa hisia zetu sana. Miongoni mwa raia wa Venezuela kuna mshikamano na msaada mkubwa, lakini wengi wanasema wametelekezwa na serikali yao. Kwa sasa idadi kamili ya vifo bado haijajulikana kikamilifu, lakini Umoja wa Mataifa unasema unanunua mifuko 10,000 ya kuhifadhia miili ya watu waliofariki. Mfanyabiashara Mtanzania Rostam Aziz ambaye anamiliki kampuni ya habari ya Nation Media Group amekutana na mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba siku 4 tu baada ya vikosi vya UPDF kuamrishwa kufunga kwa vituo vya televisheni, redio na gazeti vinavyomilikiwa na kampuni hiyo. Mkutano huo unatarajiwa kutatua mzozo uliopo kati ya serikali ya Uganda na kampuni ya NMG. Bado haijabainika wazi walichozungumzia na iwapo vituo hivyo vitafunguliwa. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni katika bunge la Seneti nchini Marekani Jim Risch kulaani vikali hatua ya jeshi la Uganda kufunga vyombo vya habari nchini humo. Seneta huyo sasa ameitaka serikali ya Marekani kuangazia upya uhusiano wa kijeshi na Uganda kutokana na kile alichokitaja kama shambulizi dhidi ya uhuru wa wanahabari nchini humo. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye ukurasa wa mtandao, Risch amesema kwamba hatua iliyochukuliwa na mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi imetia doa hadhi ya jeshi la UPDF machoni mwa uongozi wa Marekani. Vituo vilivyofungwa ni pamoja na gazeti la The Daily Monitor, runinga ya NTV Uganda, Spark TV na vituo vya redio vya Dembe na KFM. Serikali ya Uganda hata hivyo imetetea hatua ya jeshi la Uganda kuzingira ofisi za shirika hilo. Katika taarifa, waziri wa mawasiliano na teknolojia Justin Kasule amesema kwamba hatua hiyo iliyochukuliwa na Rais Yoweri Museveni iliamrisha vitengo vya upelelezi vya jeshi la UPDF na idara ya polisi kuchunguza makosa ya jinai yanayodaiwa kutekelezwa na kampuni hiyo. Swali ni je, hatua hii ikoje kwa mujibu wa sheria za Uganda? Awali nilimuuliza swali hilo mwanasheria kutoka Uganda Timothy Chemonges. Kama wakili, kama mwananchi wa Uganda, jambo hili ni la kusikitisha kabisa, na kwa sababu ni jambo ambalo linaenda kinyume na sheria na pia linaenda kinyume na katiba ambayo tumepigania kwa muda mrefu. Ni mambo ambayo yanapeleka nchi nyuma na si ya kufurahisha kabisa. Kwa mtizamo wako binafsi Timothy, unadhani sababu kuu ya hatua hii kuchukuliwa ni nini? President mwenyewe amelalamika kuhusu NTV, Daily Monitor kwa kukua kidogo kuripoti mambo ambayo hafurahi. So ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea na mkuu wa majeshi akaingilia na pia amekuwa ameripotiwa kwa maneno mengi. So
ni mambo ya siasa na pia ni mambo ambayo serikali na jeshi haipendi mambo ya vyombo vya habari kuripoti. Sheria Uganda ina utaratibu gani mtu akihisi kwamba amekwazwa na ripoti ya chombo fulani cha habari? Je, hatua iliyochukuliwa ndio hatua sahihi? Mambo yote ambayo yanahusikana na kuripoti yako chini ya Uganda Communication Commission. Ni institution ambayo inashughulika na mambo haya yote. Mtu yoyote wa serikali ama mwananchi binafsi akiwa na malalamiko yote anaweza enda kwenye commission na aipeleke pale. Na commission UCC ndio iko responsible kuhakikisha ya kwamba vyombo vya habari wanaripoti, wanazingatia sheria na pia wanaripoti maana jinsi sheria inasema. Na tumeona hivi karibuni Uganda Communication Commission ni kama yuko in charge. Vitu zinafanyika lakini unapata kidogo ni kama wanapata kujua baadaye. Sasa hii inamaanisha nini kuhusu uhuru wa vyombo vya habari nchini Uganda? Ni mambo ambayo wanahabari wako na hofu sana. Vyombo vya habari ziko na hofu ukijaribu kuripoti mambo ambayo haifurahishi serikali, mambo ambayo haifurahishi jeshi. Studio yako inaweza fungwa ama hata watu wanaweza shikwa. So kuna hofu na mambo ya sheria kidogo imerudi nyuma kulingana na mambo ambayo tunaona. Wanahabari, wahariri na wadau wengine katika tasnia ya habari wanapaswa kufanya nini ama kutumia mbinu ipi ili kuhakikisha kwamba vyombo hivi vya habari vitafunguliwa tena? Management ya hizi vyombo vya habari lazima zitumie indirect routes, majadiliano na wakuu wa wanajeshi pia na serikali kuhakikisha kwamba kuna mazungumzo na wanafikia makubaliano. Ya pili ni kuenda kwenye koti. Kadri kuna changamoto na watu wanashuku ya kwamba koti haziwezi toa haki, ni njia moja ambayo pressure wanaweza pea serikali pressure kuhakikisha kwamba mambo haya yanasuluhishwa. Kwa mtizamo wako binafsi, wanahabari nchini Uganda wanaweza kuendelea na kazi zao wakijihisi wako salama na uhuru wa wanahabari umelindwa? Kwa sasa uhuru wa wanahabari kwa kweli haijalindwa na pia kuna hofu. Kwa sasa hawawezi endelea na kazi yao kwa environment yenye iko huru na pia kuhakikisha kwamba kuna wananchi wanapata kuelewa ni nini inaendelea na mambo haya. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2026. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni ya leo tukiwapatia nini kinachoendelea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pembe zote za dunia. Karibu jioni.